Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atu hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Mwenyezi Mungu anaongea ndani ya sura ya 9 juzuu ya 10 aya namba 36. Hii ni surati Tauba. Mwenyezi Mungu anaitaja miezi bora ya Kiislamu ambaye ndiyo season muhimu kwa Muislamu, asije akadelay akafanya maasi katika miezi hii. Umche Mungu sana, utoe sadaka, na pia uamke sana usiku, pia usome sana Qur'ani, uipe mgongo dunia kwa kipindi hichi kwa kiasi kikubwa sana. Mwenyezi Mungu anasema, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa mwaka mzima ni miezi 12. Yawma khalaqa samawati wal arda, na huko ndiko kukamilika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Akasema Mwenyezi Mungu, minha arba'atu hurum, ndani ya miezi hiyo 12 arba'atu hurum, iko miezi 4 bora sana ameitenga. Alafu akasema, dhalika dinul qayyim, huko ndiko kukamilika kwa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu Mwenyezi Mungu huyo akakupa attention Muislamu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu kufanya maasi nyie Waislamu miezi hii ikiwakuta mko hai. Kuweni serious, kuweni busy, kuweni watu wenye kuwa makini sana kufanya ibada na kusoma Qur'ani na kuamka usiku, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mwenyewe kuwasifu wale wacha Mungu wake waliotajwa ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi awna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Hawa ndiye wacha Mungu waliotajwa. Sasa tungoje tafsiri ya aya hii, alafu ujipe example, wewe umo au haumo. Maana leo watu wapo kwenye mambo ya dunia yenye kubaki kwenye ardhi, na wataenda kaburini wakiwa mayatima bankarafu, hawana lolote, kuikimbilia dunia na kuwa na kiu na ulimwengu. Sasa sikiliza, Mwenyezi Mungu anawataja watu wema, anasema, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, waja wa Mwenyezi Mungu waliowema ni wale ambaye alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, wanatembea kwenye ardhi kwa upole na huruma sana, hawaigongi ardhi na wala hawana kiburi na wala hawavimbi vimbi. Alafu akasema, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, wakipita kwenye makundi ya watu wajinga wenye kelele za miziki na mipira, qalu salama, wao hupita kwa amani na wakisema sisi si mmoja katika hao. Tena anasema Mwenyezi Mungu, walladhina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, wanapitiwa na masaa mengi usiku wa manane kwa qiyamul layli na kumsujudia Mwenyezi Mungu. Hawa ndiye wa ibadur rahman. Sasa sikiliza ndugu yangu Muislamu, namna wewe ulipozama kwenye dunia na umri unakwenda na malakul mauti anakuhesabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hii dunia ni nyumba ya mtu aliyekosa nyumba, na mali ya dunia ni mali ya mtu aliyekosa mali, na mwenye kuipupia akili yake ni ndogo. Hii ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu Waislamu, wallahi tutupe nafasi yetu katika ibada. Wakati unakwenda, umri unakatika. Hii ndiyo miezi bora. Mungu anasema, fala tadhlimu fihi na anfusakum. Kauli ya Allah, na kauli ya Allah tunaitafsiri kwa lugha ya Kizungu ni commanding harassment power force. Haikubembelezi wala haikwambii my friend please please please. Hii ni wayamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sasa Mungu mwenyewe anatoa commanding kutoka Baitul Ma'mur, anasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu kufanya maasi miezi hii ikiwakuta. Kuweni serious. Mwenyezi Mungu anawaambia wacha Mungu wale waliowema kwenye Qur'ani surati Sajda, anasema, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaka haikuachwa. Amesema Mwenyezi Mungu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, ziaondoeni mbavu zenu katika matresi zenu usiku wa manane,
yad'una rabbahum, muende mkamlilie Mola wenu kwa yale mliyofanya mchana, khaufan wa tamaa, mkiwa na hofu ya kutaka msamaha wa Allah, wa tamaa, na mkiwa na tamaa kubwa ya kuhurumiwa na Mwenyezi Mungu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, Mungu hakusahau akasema, na vile nilivyowaruzukuni toweni muwape masikini. Hii ni amri. Ukiwa na amana umemiliki, hii sio yako, umeshika amana za watu, zitoe uwape wale waliokubalika. Na hii miezi ndio inayekwenda katika miezi ya Dhulhijja. Tunakwenda kwenye mwezi wa Muharram ambaye ndiye mwaka mpya, tena mwezi wa zaka unaofungua mwaka na kufunga mwaka. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Allahu Akbar, tuwe wacha Mungu sana. Walipita watu kwenye ardhi hii, Qur'ani, ritani ya Qur'ani inatupa evidence. Walipita watu kwenye ardhi hii wenye kiburi kuliko wewe. Walipita watu kwenye ardhi hii wenye royal family ya ukoo kuliko wako. Walipita watu kwenye ardhi hii walioshikilia mamlaka ya government power, lakini Mungu aliwaambia thumma radatnahu asfala safilina, tuliwapeleka detention kaburini, tukawanyamazisha, tukafunga chapter yao. Walisahaulika, hakuna mtu anawakumbuka ya kuitwa Haji Hussein na uzinifu ulioenea sasa hivi. Wallahi ndugu zangu Waislamu, sikilizeni Mungu anazungumza ndani ya Qur'an katika sura Al-Kahfi juzuu ya 15 aya namba 28. Mwenyezi Mungu anasema hivi, kwanza aya hii ni nzito, inaanza na neno subira. Anasema hivi, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya wala tut'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wa tadhawa wa kana amru furta. Angalia Mungu anapokutahadharisha hapa na marafiki wapuzi. Mungu anasema wasbiru nafsaka, isubirisha nafsi yako wewe mwana wa Adamu na kupenda dunia, ma'alladhina, ukae na wale ambao kwamba yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi, kana wacha Mungu wenye kufanya ibada asubuhi na jioni, yuriduna wajhahu, tena mkitaraji radhi za Mola wenu. Alafu Mungu anakuambia wala ta'du aynaka anhum, angalia macho yako usiyakodolee macho ukawaruka wenye kumcha Mungu ukaanza kuikimbilia dunia. Mungu anakuambia turidu zinata alhayati dunya, ukaanza na wewe kuupenda uhai wa dunia. Mungu anakuambia wala tutui man aghfalna qalbahu an dhikrina, na wala usimfanye rafiki yule mtu tuliyompiga muhuri tukamsaulisha akhera, atakupoteza. Watabawahu, ni mtu mwenye kufuata matamanio, vile dunia yake inavyomuita ndivyo anavyokwenda. Akisikia kuuza pombe anauza, akisikia kufanya umalaya atafanya, akisikia kwenda kuchukua mikopo ya riba ili akuuze jina na utajiri haraka yeye anachukua. Haangalii haramu ya pesa, yeye anachojali ni kukuza account bank awe milionea. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umasikini ndiye unayetufanya mpaka leo tumedhalilika. Riba ni umasikini kama zina. Mtume alisema uzinifu, ushirikina na riba na unywaji wa pombe, hivi vitu ni umasikini, kaeni mbali navyo. Uzinifu ni umasikini, uchawi ni umasikini shehe, kula riba ni umasikini. Muislamu zingatie hiyo, usikimbilie kutajirika tu shehe. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu anasemaje kwenye Qur'an? Anasema alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi almuqada ila akhir alaya. Umesikia maneno hayo? Unaambiwa alladhi jama'a mala wa 'addada, na wale wanaokusanya mamilioni ya hela, wa adada, wakichekelea wingi wa hisabu ya akaunti yao. Mungu anawaambia ayahsabu anna malahu akhlada, hivi mnafikiria na kujidanganya hiyo mali yenu mtakaa nayo milele? Kalla la yunbadanna fil hutama, sivyo hivyo mnajidanganya, mtatupa kwenye moto unaitwa hutuma. Moto gani huo? Narullahi almuqada, ni moto mkali tulioandaa kwa ajili ya kuwachoma wale wakorofi waliojifanya wale magentlemen kwenye ardhi, hawajali chochote. Ikisoma Qur'ani wanasema achana na hiyo bana. Ndugu zangu Waislamu, tumche Mwenyezi Mungu. Hii ni miezi ya Dhulhijja. Kama mwezi ukiandama kesho tarehe 1, ni mwezi wa baraka sana. Hii miezi yote minne kuanzia Rajab, Dhulqada, Dhulhijja na Muharram ni miezi bora sana. Na ndani yake ziko saumu, msiache kufunga. Msipili mnakula sana. Ndani ya Dhulhijja iko saumu ya Arafa.
Saumu ile ukiifunga, shekhe wangu, Allahu akbar, ukiifunga kwa takwa ya kweli, Mtume anasema utasamehewa dhambi za miaka miwili, ule unayekuja na huu ule umaliza, kwa sababu ndio mwezi wa Disemba, Dhulhijja. Sasa tuko Novemba, tunamalizia leo. Kwa hiyo kesho tunaanza mwezi wa Disemba kwa tarehe za Kiislamu, sio zile za kikafiri. Sasa huo mwezi na ndani yake ameweka siku 10, wal fajri wa layalin ashri. Mwenyezi Mungu ameweka masiku 10 bora katika mwezi wa Dhulhijja, na siku 10 bora ni ile ya 9 ambayo wewe ukifunga hapa na wenzako wako Arafa. Mtume Ibn Abbas anasema katika hadithi ya Mtume, Ibn Abbas amekaa na Mtume miaka yote, hajawahi kumuona Mtume nywele zake za kwenye makwapa ya mkono, lakini siku ya Arafa Ibn Abbas alisema niliona nywele za Mtume za huku. Kwa nini aliziona? Ibn Abbas anasema siku hiyo ndiye Mtume aliomba dua, akainua mikono mbinguni namna hii. Angalia Mtume Mwenyezi Mungu aliyosamehewa dhambi za kwanza na za mwisho, ameweza kuinua mikono namna hii. Wewe unangoja nini ndugu yangu Muislamu? Na madhambi yote ya kusengenya ndio wewe, kula riba ndio wewe, kutukana, uchoyo, umerundika mali, hutoi zaka, watu wanadai haki zao ndani ya kodi ya Mwenyezi Mungu kwenye mali yako, wewe huna habari. Sasa ndugu yangu Waislamu, kwa kumalizia hotuba yetu, sikilizeni aya hii ambayo ni nzito sana. Aya hii ataisema shetani siku ya Kiyama. Kwa wale wote waliomfuata shetani, haya maneno ndio shetani ataongea. Leo ukiambiwa kuswali, sasa kama nitakwenda kuswali Ijumaa tu, unajua mimi hali yangu si nzuri, kwa nini niombeeni dua? Shetani amenidanganya. Sasa msikilize shetani anakwambiaje. Surah Ibrahim, Mungu anasema waqala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani. Umesikia maneno hayo? Haya ni maneno ataongea shetani kwenye geti ya Jahannam. Anasema hivi, waqala shaytani lamma qudiya al-amru, na atasema shetani wakati Mungu amekata hukumu, watu wema wanaingia peponi na watu wabaya wanakwenda motoni. Shetani atabeba bendera na watu wake wanaokwenda nao motoni. Akifika ndani ya geti ya Jahannam, kabla Malik hajafungua geti, shetani anageuka nyuma kwanza kuwasomea maneno haya. Ndipo anasema inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi, ahadi ya Mungu ni ahadi ya kweli. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, mimi niliwaahidi lakini ahadi yangu haina mafanikio leo. Alafu anawaambia wama kana li alaikum min sultani, mimi sikuwalazimisheni mnifuate kule duniani. Alafu anawaambia illa an da'awtukum fastajabtum li, mimi nilitangaza wito kwa akili zenu za kijinga, nyinyi wenyewe mliitikia. Fala talumuni walumu anfusakum, msinilaumu mimi Ibilisi leo, kila mtu aliye na roho yake. Hiyo ni kwenye geti ya Jahannam. Sasa kama ulizini, usije kamwambie shetani alikuletea msichana, ulitafuta mwenyewe. Alafu shetani anamalizia akisema hivi, ma ana bimisrihikum, mimi leo siwezi kuwasaidieni hapa. Wa ma antum bimisrihiya, hata nyinyi hamwezi kunisaidia hapa leo. Alafu shetani mwenyewe anathibitisha, anasema inni kafartu bima ashraktumuni min qablu, mimi nilimkufuru Mungu na kumkanusha tangu zamani, lakini nyinyi hamkujua. Alafu anasema inna dhalimina lahum adhabun alim, waliyadhulumu nafsi zao kunifuata mimi kule duniani, leo wana adhabu mbaya iumizayo. Akimaliza hivyo, geti ya Jahannam inafunguliwa, wallahi watu wanaingia. Hii ni Surah Ibrahim aya ya 22. Nenda ukasome sheikh. Alhamdulillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أصحاب الكرام خصوصا منهم الخلفاء السالكين سبيل سيدنا أبي بكر وعمر الفاروق وعثمان جميع القرآن وعلي المرتضى وتابعين هدى وعلى بقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا بالقرآن الكريم وحاصل مقاصدنا وقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمغفرة في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ama baada ya shukrani kwa Allah, kumtakia rehema Mtume. Ndugu Waislamu, hutuba imezungumza mambo makubwa sana na mengi mno, na watu alhamdulillah wametulia, wamesikiliza, na huu ni wakati wa kwenda kwenye maofisi, na pia kuna ile hali ya kwenda kupata lunch. Sasa tusiharibiane sana muda, ila tu kama tulivyokuwa tumezungumza kwenye hotuba yetu kwamba tumezungumzia sana toba, na kutokana na muda na aya za toba ndani ya Qur'ani ni nyingi, huwezi kumaliza. Qur'ani imejaa toba sana. Lao Waislamu wangesoma Qur'ani na wakazingatia mlango wa toba, Allahu Akbar, wangekuwa wanafanya toba kila wakati. Lakini sasa Qur'ani yetu ya leo ni watu wanapitia tu, labda siku ya matanga anasoma kidogo basi. Lakini kumbe Qur'ani ni maneno yanatakiwa Muislamu ayasome kila siku ndani ya nyumba yake. Usiwe unasoma vitabu vya Vasco da Gama na kina Livingstone. Yaani mtu akishasoma Kiingereza anajisikia ni fahari sana kuwa na kitabu cha Livingstone, Mjerumani wa kwanza aliyoingia Afrika. Sasa anapenda kukisoma. Hata akisafiri anasoma hicho kitabu. Hata akiwa kwenye basi anaonekana yeye ni mtu aliyoendelea sana. Anafuatilia historia ya Livingstone. Itakusaidia nini? Mzungu mwenyewe alikuwa kafiri. Na ukishaisoma sio vibaya, lakini ukisoma mara moja basi kwa heri. Lakini kitabu ambacho kina haki ya kurudiwa siku zote za maisha yako na utamu wake hauna expire date ni Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Hawa ni wale Waislamu amewataja Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani katika sura Al-Anfal aya namba 2. Wale wenye kuiheshimu Qur'ani. Sikiliza sasa, ujipime kama na wewe uko ndani yake. Na ukiisikia tafsiri utakuta wewe ni mtu wa Papa Wemba tu na muziki ya Kinaragadi na Dudubaya na taarabu za Kitanzania. Sasa msikilize, Mwenyezi Mungu asema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, hakika ya waumini wa kweli ni yule ambaye kwamba idha dhukira Allah, akitajwa Mwenyezi Mungu, wajilat qulubuhum, roho zao zinapata mtingishiko, zinapata elektroniki. Wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman, na wakisomewa aya zetu za Qur'ani wakizisikia, zadatuhum iman, imani zao zina advance, zinakuwa very strong. Hawa ndio waliotajwa kwenye Qur'an. Tena Mungu akasema, wa ala rabbihim yatawakkalun,
na wakipatwa na matatizo wanatawakali kwa Allah kwa kutumia hii Qur'ani, hawaendi kwenye ushirikina. Sasa ujipime huko. Hao ndio wale wanaopiga muziki na nyimbo. Hiyo ni Qur'ani. Mtume anasema kwenye hadithi, ikthiru min tilawati alqur'ani fi buyutikum, fanyeni wingi wa kusoma Qur'ani katika majumba yenu nyie Waislamu. Hajasema muziki. Alafu akasema, innal baita la yaqra'u alqur'ana yukthuru sharru, nyumba ambayo haisomi Qur'ani yukthuru sharru, shari zake zinakuwa nyingi sana. Mtume anaendelea kusema, wayudhiku ala ahlihi, na watu wa nyumba hiyo shida ziwaishi, kila siku wana shida tu. Sasa nyumba inapigwa muziki, kuna picha ukutani mbaya mbaya, nyumba watu kazi yao wanawake ni kukaa uchi, watoto wa kike hawavai hijabu, nyumba tu kazi yake ni kuweka weka taarabu, weka ile ya Isa Matona, weka ile ya nani sijui ya nani, yani taarabu. Nyimbo, ngoja niwaoneshe nyimbo ndani ya Qur'ani zimelaaniwa. Sikiliza Qur'ani sha. Mungu anasema hivi, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadithi liyudhilla an sabilillahi bighayri ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Anaendelea Mungu akisema, wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunihi waqra fabashirhum bi'adhabin alim. Umesikia shehe? Ukitafsiriwa aya hii utakwenda kuchoma kaseti ya Kamilioni leo kama una imani, na hutasikiliza mziki maisha yako. Sasa kwa makusudi hii aya siwezi kutafsiri, mtazoea. Sasa nasema ni sura ya 31 aya namba 6 na 7. Andika ukasome ili upate homework. Tumeelewana Waislamu? Ni sura ya 31 aya namba 6 mpaka 7. Nenda ukafungue msaafu usome. Uko msaafu wa Kiganda, wa Kizungu, wa Kinyankole, wa Kiacholi, yote iko. Ukasome. Maana Muislamu ubongo wake umeshalala. Kila kitu asema, nitakwenda msikitini shekhe yuko, nitakwenda msikitini shekhe yuko. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anateremshiwa Qur'ani, aliambiwa iqra bismi rabbika, soma e Muhammad kwa jina la Mola wako. Amri hii ni ya kusoma kwa Muhammad na Waislamu wote wa duniani. Lakini sisi tumekataa kusoma, tunasema shekhe yuko. Lakini Makerere haukai ukasema lecture wa Makerere yuko, acha nikae ataniambia, atakwenda kutoa hutuba. Unakwenda kusoma na mamilioni ya hela unalipa, unasomea dunia. Namna gani shekhe? Lecture wa Makerere hutaki kumwambia kwamba akiwa anatoa lecture preacher mimi ninasikiliza. Unakwenda kusoma na mamilioni unalipa, na watoto wanapelekwa kusoma sawa sawa Kizungu. Lakini dini ya Muhammad, shekhe yuko atakuwa akizungumza polepole. Ndugu yangu Muislamu, mmekwisha andika sura ya 31 aya namba 6 mpaka 7, au kwa jina hiyo inaitwa surati Luqmani. Surati Luqmani. Na nikikuongeza nyingine ya muziki mbaya, kasome surati Israil juzuu ya 15 aya ya 63. Allahu akbar. Ndio utajua shetani ni nani katika muziki. Wewe unacheza shehe. Muislamu akishasoma Kizungu basi. Hatukatai watu kusoma Kizungu, msije mkasema nimekataza. Wallahi tusome sana Kizungu, hasa kwenye wakati huu ambao Uislamu unatukanwa na wazungu vibaya sana. Waislamu wanaambiwa ni magaidi, ni wauaji. Yani huyu Muislamu kwenye season ya Osama mpaka sasa ndiyo ameonekana muuaji. Historia ya dunia inazungumza. Hitler ameua Waisraeli mpaka alitaka kufuta kizazi cha Israeli katika ramani ya dunia. Hii hawasemi huyu ni gaidi, fundamentalist, mujahidina, siasa kali, imani kali, Al-Shababu, hawasemi. Lakini Osama
fundamentalist. Na kabla ya Hitler huko nyuma, yuko Mromani aliua watu sana kuliko Hitler, naye hawakumtaja. Ila Osama ni muuaji na dini ya Kiislamu. Ukishakata kanzu ikawa fupi, ukishafuga ndevu, hata tuwaambie wazungu, we have to shed our blood in order to be free. If you want to succeed, Muslim must be ready to die for our religion. Surati Tauba aya ya 111 inazungumza haya maneno. Sije ukaseme sasa shekhe kamaliza hotuba vizuri, sasa anafundisha watu kulipuka. Sio mimi. Kasome surati Tauba juzuu ya 10 sura ya 9 aya namba 111 111 mara 3. Hiyo ndio aya. Kasome usikilize. Mimi nimekupa shoti, nenda ukasome yote, utamjua Mungu ni nani. Shekhe, ndugu zangu Waislamu, Uislamu haukuja tu basi kwa majina mazuri, kwa butunda na keki ya mayai. Inshallah shekhe ameomba mitwalo hapa, watu wanatupa 500 huku kwa uvivu, anafanya hivi. Lakini ngoja umkute wakati anataka kujenga dunia. Allahu Akbar, yuko serious. Sasa kwa kumalizia, zile aya za toba ziko 2, tuseme 3, 2 kwenye surati Nisa na 1 kwenye surati Al-An'am. Msikilize Mungu anasemaje. Anasema hivi, kule kwenye hotuba nimesema toba, lakini hapa kunazungumziwa masharti ya toba inayokubaliwa. Kuna toba ukitubu haikubaliwi. Anasema Mwenyezi Mungu, innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalati thumma yatubuna min qaribi ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima. Laysat taubatu lilladhina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahada al-maut qala inni tubtu al-ana. Too late. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anasema, kwanza anaanza na aya inayothibitisha toba gani inayokubaliwa, sio kila toba tu. Anakuambia innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalati, hakika ya toba inayokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu ni ya wale ya'maluna, waliofanya su'a, madhambi, bijahalati, kwa ajili ya ujinga au kughafilika. Thumma yatubuna min karibi, kisha walipofikiwa na tadhkira ya Allah walifanya toba mapema sana, automatic. Mungu anasemaje? Ulaika yatubu Allahu alaihim, hao toba yao ndio imekubaliwa na Mwenyezi Mungu. Wa kana Allahu aliman hakima, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye elimu, ndiye mwenye hekima. Sasa shekha, kama unataka kufanya toba, resign, inua mikono. Mwenyezi Mungu, mimi wallahi ile pombe niliyokunywa jana, Mwenyezi Mungu sitarudia tena. Naomba unishike mkono, unikinaishe, uondoe roho yangu isiwe na appetite ya pombe. Jalia ile zina niliyofanya juzi na jana na miaka iliyopita, ya Allah, nimerudi mbele yako nikilia kama kiumbe wako dhaifu. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua hii aliomba nabii wetu Adam wakati anafukuzwa peponi kuja duniani. Alipofika duniani akakuta channel haionyeshi picha, hewa ni mbaya, hakuna ramani ya kuishi. Akainua mikono, Rabbana dhalamna anfusana, Mungu nilidhulumu nafsi yangu huko mbinguni. Unaona, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana, na kama hutanisamehe ya Allah lanakunana minal khasirina, nitakuwa mwenye hasara mpaka siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu nipe nusura. Adamu aliomba dua hii baada ya kufika kwenye ardhi, alipokuta mambo ni mabaya na mbinguni ameshafukuzwa, aliomba dua hii. Nenda kafungue suratul Araf juzuu ya 8 aya za mwanzo kabisa, hapa chini utaikuta hiyo sura aya. Tumeelewa Waislamu? Hiyo ndio toba. Sasa inakuja toba ya wale ambao haikubaliwi. Anasema Mwenyezi Mungu, ile aya ya mwanzo anasema hivi, inna matawbatu ala Allah, hakika toba inayokubaliwa. Na hii ya pili inasema hivi, la, inakataa. Lamu inakataa, inasema hivi, laisat taubatu lilladhina ya'maluna sayiati, haitakubaliwa toba ya kina nani? Ya'maluna sayiati, wale waliofanya madhambi, hata idha hadara ahadahumul maut, mpaka tukamuonesha mauti live, qala inni tubtu al-ana, akasema sasa Mungu ninatubia. Mungu anamwambia I'm sorry my friend, too late time. Wewe unafikiri ni wazungu tu akikwambia my friend tomorrow I come, kesho karibu nyumbani kwangu saa 4 utanikuta, na ukija saa 5 anakuambia too late. Wewe unaona ni mzungu ndiye anajua, Mungu hajui, si ndio? Basi tunao Waislamu ndani ya ulimwengu huu,
anangoja saa ile, yupo kwenye hali mbaya, tajiri amelazwa kwenye kitanda, amewekewa drip hapa, anaongezewa maji, ndiye anawa hata kutoa mkono hapa kufukuza nzi kichwani ameshindwa. Sasa nyinyi ndio mnakwenda kumsalimia mgonjwa, mnafanya hivi, mnamfukuzia nzi, na yeye anakuangalia kwa macho ya huruma, alafu anasema inshallah Sheikh, niombeeni dua, nikipona nitaswali, nikipona nitaenda hija. Wewe ni mkorofi, ulikuwa mzima ukuswali, ulikuwa mzima ukwenda hija, ulienda Ufaransa. Sasa unasema inshallah ukipona utaswali kwenye sakaratul mauti. Allahu akbar. Mungu anasemaje? Anasema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Enyi mlioamini Mwenyezi Mungu, msighafilishwe na mali na watoto wenu kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Wa man yafalu dhalika fa ulaika hum khasiruna. Watakayeghafilishwa na mali na watoto watapata hasara kubwa sana. Hasara aliyokusudia Mungu hapo, unajua ni hasara gani? Ni miaka 70 umepewa kwenye ardhi hii, wallahi umekaa umeikata yote, huko swali, huko toa zaka, huko funga Ramadhani, wewe ni wa miraa, muziki, rastafaria, matakataka, umefunga cheni shingoni, umetoboa masikio kama mwanamke, unajiita wewe, umechora skopi hapa, Tyson wa kwenda wapi baba? Wewe ni nani kwenye ardhi hii baba? Mungu anasemaje? Wala tamshi fil ardi marha, usitembee kwenye ardhi kwa kiburi. Vishindo vyako haviwezi kutoboa ardhi, wala hata ukirefuka hivi huwezi kufikia mlima. Wewe ni mtu dhaifu sana, wakubeba ukalala kaburini tukakusahau. Allahu akbar. Na kule kaburini ukiingia, Mungu anakuambiaje? Kad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Umesikia? Hii ni surati Qaf, aya namba 4. Mungu anasema kad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Sisi ndiye tunajua baada ya nyinyi kuzikwa, ma tankusul ardu, nyama zenu zinapoanza kuliwa na ardhi mpaka mtabaki skalatoni. Mungu anazungumza. Sasa wewe kula pilau, kunywa mtumba, kula mlumeni, nenepa, peleka tumbo mbele, kuna shida. Ukiingia hapa Sheikh umeisha wewe. Tumeelewana jamani? Sasa tabu ni ya nini kwenye ardhi hii? Hizi ni information za Qur'an, Sheikh. Attention. Lakini binadamu akifanya hivi, wewe ni nani Sheikh? Ile aya nilitafsiri kwenye hutuba, unajua hutuba ina time fupi, huwezi kuweka vitu vyote. Ndio maana hizi aya nilizipanga, lakini muda utoshi. Nazirudia saa hizi. Saa ile ukiwa kwenye sakaratul mauti, pale niliposema yadhuribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al-hariq, malaika wanatumwa kuwatoeni roho, kuwapiga makofi na mateke kwenye migongo yenu, na wanakuambia onja adhabu kali imizayo. Ndio unakwenda hii imeshatokea hapa, tunajua unaenda kuosha maiti, unafua hivi, unakuta maiti na mdomo umekaa pembeni hivi baya paka unataka ukimbie, alafu unakuta mdomoni pametoka damu, kwenye pua kumetoka damu, sehemu za siri kumetoka damu. Maiti inatoa damu na mgonjwa hajapigwa risasi, hajagongwa na gari, hajavamiwa na majambazi, amekufa kitandani kwa malaria au kwa typhoid. Hizi damu ni za nini? Wakati ule anatolewa roho, alitolewa kwenye environment mbaya sana. Siku moja Jibril alayhi salamu alimwambia malakul mauti, naomba unionyeshe unapokuja kumtoa roho mtu mwema unakujaga na sura gani? Akamwambia nataka nikuoneshe. Malakul mauti akamwambia, ni hadithi ya mtume inaitwa Kiswahili tu. Malakul mauti akamwambia Nabii Ibrahim, utacheka sana, tumbo litakuuma, utashindwa kula chakula kwa sababu ninatokuja kwa sura nzuri sana. Akamwambia naomba unionyeshe. Basi Malakul mauti akamwambia Jibril alayhi salam, akamwambia Ibrahim, geuka huko usiniangalie ili nijigeuze. Akageuka. Alipojigeuza akamwambia ya Ibrahim, naomba uniangalie. Na Ibrahim alipoangalia hivi, Allahu akbar, alifurahi. Katika historia ya maumbile yake Ibrahim anasema sijawahi kufurahi kama siku nilifurahi kwa kumuona Malakul mauti katika sura anayekuja kumtoa roho mcha Mungu. Basi Malakul mauti akamwambia Nabii Ibrahim, hautamaliza furaha yako, acha nirudi kwenye maumbile ya kawaida. Ibrahim akarudi akamwambia, naomba unionyeshe unapokuja kutoa roho mtu mbaya wewe unakujaje? Jibril Malakul mauti akamwambia, Nabii Ibrahim, hilo hutaliweza, bora tuache. Akasema naomba unionyeshe, mimi ni rafiki yako. Akamwambia unataka nikuoneshe? Akamwambia geuka huko.
mpaka nikwambie. Alipogeuka akamwambia, geuka uniangalie. Allahu akbar. Kitu cha kwanza Nabii Ibrahim alizimia. Malakul maut akamwambia, amka, uliniomba. Akaamka akamwambia, nitizame. Nabii Ibrahim anasema, nilimuona Malakul mauti, miguu yake iko duniani, kichwa chake kiko mbinguni. Alafu akasema, nilimuona mwili wake mzima, hivi vinyweleo vinatoa mwanga kama umeme wa radi. Yeye mwenyewe ana meno marefu yametoka nje, akinisemesha anatoa cheche za moto. Mikono yake ilikuwa ina kucha za shaba za chuma. Akamwambia, hizi ndio unazokwenda kunyakua roho ya mtu mbaya bila upole. Tumeelewana Waislamu? Nabii Ibrahim akamuuliza tena, hivi unawezaje kuchukua roho za watu wakiwa Maka na wengine wako Argentina na wengine wako Urusi na wengine wako Marekani, unachukuaje kwa wakati mmoja na wewe ni kiumbe mmoja? Akamwambia, nikuoneshe ninavyochukua. Akamwambia, nikiwa mbinguni Mwenyezi Mungu dunia yote ameniwekea kwenye goti yangu kama kisahani. Sasa mimi nafanya namna hii. Basi kwa hiyo hii dunia kubwa kwenu nyinyi, lakini mimi Mungu alishanidhalilishia hii dunia. Ninapotaka kutoa roho ndani ya watu wa dunia katika nchi mbalimbali, wala mimi sisafiri, ninakaa katikati ya mbingu. Alafu dunia yote inakuja hapa kama sahani ya maji. Sasa mimi kazi yangu ni kufanya tu hivi. Kwa dakika moja, hata sio mbali. Hebu nikuulize, sio umewekewa sahani ya pilau hapa? Uongo? Si wewe unakula pilau? Umewekewa sahani ya pilau hapa. Alafu hapa umewekewa nini? Umewekewa supu ya kuku. Hivi kutoka kwenye sahani ya pilau kwenda kwenye supu ya kuku utahitaji kupanda basi? Si nikuulize, utahitaji kupanda basi? Hapana. Utafanyaje shehe? Ni hapa kwa hapa, au sio? Hivyo ndivyo Malakul Maut anapochukua roho zetu. Wewe utajidanganya, Australia mbali sana na Argentina. Shehe, mbali kwako wewe. Tumeelewana Waislamu? Basi inshallah. Sasa nimalizie aya moja ili muone Mungu alipokuwa anatupenda. Toba tu, hatuendi kwingine, tunaenda toba tu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, angalia, anasema man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Atakaye kuja na wema mmoja siku ya kiyama, falahu ashru amthaliha, nitampa mema 10 dabo ya lile moja. Umeona hiyo? Mfano dunia, tajiri mmoja anampa kazi mfanyakazi mshahara shilingi 10,000 kwa mwezi. Ikifika mwisho wa mwezi anamwambia, kijana, kazi yako ni nzuri, ninakupa mitwalo 10. Umeona? Anampa mitwalo 10, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 mpaka mara ngapi? 10. Kwa sababu kazi yake ni nini? Nzuri. Kuna tajiri mjinga anafanyaga vitu kama hivyo duniani. Nikupe kazi ya mshahara shilingi 10,000 alafu mwisho wa mwezi nikupe mitwalo 10. Lakini muangalieni Mungu. Tena ni Qur'ani. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Atakaye kuja na wema mmoja siku ya kiyama, falahu ashru amthaliha, juu yake tumemwekea 10 ya lile moja. Angalia Mungu alipokuwa na huruma kwenye dhambi anasemaje? Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Atakaye kuja na dhambi moja hatutamlipa zaidi ila mfano wa dhambi moja ile ile. Na Mungu akasema, wa hum la yudhlamun, na mimi Mola wenu sina dhuluma ya kuwadhulumu viumbe wangu. Ukifanya khairi unakuja nakupa 10, ukifanya dhambi nitakulipa ile ile moja. Allahu akbar. Kuna Mungu mwenye huruma kuliko huyu? Tunaenda motoni kwa kutaka wenyewe, au sio Waislamu? Basi inshallah atubariki Mwenyezi Mungu kwa hayo. Kikubwa ni kushika na kutekeleza. Tumeelewana Waislamu? Basi inshallah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alayhi wasallam wa ashrafil anbiya wal mursalin. La ilaha illa Allah illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. فسكتكهم الله وصبر العليم. اللهم جعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سبحانه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمغفرة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. وصلى الله